Familia moja katika kijiji cha Namwangi, eneo bunge la Mutungu, kaunti ya Kakamega, inalalamikia kucheleweshwa kwa haki kufuatia kifo cha mwanao mwenye umri wa miaka 27 ambaye aliuawa kwa kudungwa visu na watu wanaojulikana mnamo tarehe 1 Januari mwaka huu, na kufikia sasa hamna lolote limetendeka. Huyu hapa mwanahabari wetu James Baraka na maelezo zaidi. Ni miezi mitatu sasa tangu Naman Auka mwenye umri wa miaka 27 mzaliwa wa kijiji cha Namwangi eneo bunge la Matungu alipozikwa kufuatia kifo alichokumbana nacho usiku wa kuamkia tarehe 2 ya mwezi Januari mwaka huu, baada ya kudungwa visu na kukatwa mara kadhaa kwa panga na watu wanaojulikana. Kulingana na Michael Auka na Frida Auka ambao ni wazazi wa mwenda zake marehemu, Naman Auka alikumbana na kifo chake karibu na shule ya msingi ya Chengo, eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia, alipovamiwa na watu wawili wanaojulikana akiwa na mpenzi wake majira ya usiku wa tarehe 1 Januari mwaka huu, ambao walimkata kwa panga na kumuua papo hapo. Ilikuwa tarehe 1, ndio tuamkie tarehe 2. Tulipigiwa simu amekufa. Kwenda huko alikuwa kama amelala hivi. Sasa kwenda kumtazama tukampata kama amedungwa makisu. Nilimuona tu hivi na mimi nikafendi, wakaniingisha kwa gari. Ni ndugu yangu akanipigia simu akaniambia kwamba kijana wangu Naman iko ng'ambo Chengo amedungwa kisu. Sasa sikukuwa na lingine kuamuka, hata akili yangu ilikuja kapotea, na tukaandamana naye moja kwa moja paka kule Chengo. Nikakuta kweli kijana amewaga, amedungwa visu. Wanadai kuwa Naman alikumbana na mauti hayo baada ya kuzozana na mmoja wa washukiwa kuhusu msichana ambaye walikuwa wanachumbiana. Fununu tulisikia tu ni kwa ajili tu ya msichana, walikuwa wanang'ang'ania msichana. Sasa naye kijana huyu wakamwagilia pilipili na wakamdunga kwa macho yake. Tulilia, tukalia, maaskari walitoka huko na wakafanya upelelezi, wakachunguza, wakachukua mwili, wakapeleka Seka. Wakatuambia watachukua hatua ile yenye inafaa. Tuliongoja, tukaongoja mpaka leo hatujaipata hatua ile yenye ilichukuliwa. Kwa sasa familia hiyo imesalia na maswali chungu nzima kwa kukosa jawabu lolote, licha ya washukiwa wa mauaji hayo kujulikana. Ni miezi mitatu sasa, kuanzia tarehe 1 kuamkia tarehe 2 mpaka wa sasa. Tumeenda kuripoti huko Butula sisi wenyewe, mpaka saa hata wakapeleka hata manamba ya huko ya kufuatana na hiyo msichana. Mpaka saa hii tujawahi kuona hatua ya polisi. Watu wenye walisikana na kifo ya kijana wangu ni watu wenye wamejulikana, kwa sababu hata msichana mwenyewe alikuja hapa, ilikuwa mwezi wa 12, kama tunakaribia Christmas, alikuja hapa akakaa akakulia hapa Christmas. Baadaye tukaachana naye tarehe 29 akienda. Mbali na hayo, familia hiyo inaishi kwa hofu wasijue litakalofuata, kwa kuwa eneo hilo linazidi kushuhudia visa vya mauaji, hasa kwa vijana wa umri mdogo, huku idara ya usalama ikisalia kimya. Kama vijana sisi, hata sasa ukitembea uko na hofu, hatujui utatembea urudi, ujui utalala, ujui utaamuka. Ni hiyo tu ndio yenye iko. Sasa tuko na wasiwasi, unaweza Masaki kupata leti huku kwa mtoni. Kuna vijana wanakaa hapo. Uko na wasiwasi utapita wapi? Huku haya kijiri, mkuu wa idara ya upelelezi katika kaunti ya Busia Stephen Girimi aliamrisha maafisa wanaohusika kuharakisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho. Sasa tunataka serikali ichunguze, ifuatilie na ishike hao watu. James Baraka, Runinga ya KU.